الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، حقيقة الإسلام نعمة، na watu kama wataishi ndani ya neema hii na khairi hii, basi hii dunia itapata saada. Lakini kwa hakika maadui waliona khairi hii, waliona neema hii, na wakatumia nguvu nyingi sana kuwatoa waislamu katika khairi. Wadda kathiru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الآية الله نسمع وانا مependa sana wadda kathiru, wametamani na kupenda wengi katika mayahudi na manasara, mayahudi na wakristo, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, law wakutoeni wakurudisheni baada ya nyinyi kuwa waumini muishi hali ya kuwa ni makafiri. Hasada min indi anfusihim, wamefanya hivyo hali ya kuwa ni husda, wamehusudu khairi yenu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, Allah na baada ya kubainikiwa na haki, waliusoma wakautazama Uislamu kuona hii ni dini ya kweli, dini inayofikiana na akili na maumbile. Hakuna funzo lolote ukiliweka mbele yako lende kinyume na maumbile na akili ya mwanadamu, hakuna. Walipoona hivyo wakatumia mbinu nyingi ili wawatoeni katika hii khairi. Ndugu zangu, tutakuwa turudi katika dini, turudi katika dini. Hadithi niliyoitaja ya biashara ya Aina nitamalizia nayo khutba. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ikiwa mtafanya biashara ya Aina wa akhadtum adhnab albaqri, na mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana ya kilimo, sababu wanaolima kwa kutumia wanyama unamshika mkiani ili ende upate atembee ili ile jembe lilime nyuma. Mkaridhika na kilimo, na wanasema ahlul ilmi haina maana kwamba si halali au ni jambo baya mtu akashughulika na biashara na kilimo na mambo mengineyo. Lakini Mtume sallam mbele akasema, wataraktumul jihada, mkaacha jihad katika dini ya Allah. Hii dini ya Allah yatakiwa ipiganiwe kwa njia za kisheria za kuipigania na kuisogeza dini ya Allah mbele, ambapo bwana Mtume alianza nazo katika mji wa Makka. Mtume aliishi Makka miaka 13, hajapigana jihadi ya upanga. Wajahiduhum bihi jihadan kabira, ni Qur'an, pigana nao wao jihadi ya Qur'an, bihi ay bil Qur'an, jihadan kabira, jihadi kubwa kabisa. Bwana Mtume alifundisha Uislamu katika mji wa Makka. Bwana Mtume akampeleka Musa katika mji wa Madina, akamwambia nenda kawafundisha watu dini. Kabla Mtume hajahama kuna Madina, alimpeleka sahaba Mus'ab, kazi yake kuna kuwafundisha watu dini. Mji wa Madina wote ukapata nuru ya dini, wakawa tayari kumpokea Rasul alayhi salatu wassalam. Elimu ilifanya kazi kubwa. Elimu ndio sababu ya kusimama daula, serikali ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wala hakukuwa na, sio kwa maana alikuwa anakufundisha watu physics kule, wala chemistry, wala biology, wala mechanics. Walipokuja wali watu katika bai'atul aqaba, bwana Mtume akamwambia nenda fa'allimhum dinahum, nenda kuwafundisha dini yao. Na wakati huo hakuna swala iliyofardishwa, ilikuwa dini ipi, elimu gani? Ni imani, tauhidi, kumjua Allah, kujua Uislamu na khairi yake. Akaenda akafundisha. Serikali ikasimama ya mji wa Madina, serikali ya bwana Mtume ikasimama katika mji wa Madina kwa sababu ya taalimu ya dini. Nyinyi leo mnadharau dini, mnadharau kusoma dini, mnadharau kusomesha dini watoto wenu. Tumekuwa na maadui sasa kwenye majumba, kwenye mitaa, tuna maadui wengi kwenye mitandao.
watu ni wajinga wa dini, haiwezi ikapatikana khairi, haiwezi ikasimama serikali ya Kiislamu wala khairi yoyote katika dunia bila ya dini, na dini haiwezekani bila ya ilmu. Ndio maana Bwana Mtume akasema yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yoyote anotakiwa khairi na Allah, khairi ya dunia na khairi ya akhira. Khairan ni nakira fi siyaqi sharti, inafidisha umum. Khairi zote Allah amezeka katika kusoma dini. Hakuna khairi kama madaktari wamesoma udaktari hawana dini, hawana khairi. Na kweli tizameni watu wanavyohangaika. Huyu akupa dawa hizi kesho kwambia hizi hazifai, akupa nyingine, wanafanya biashara. Hawana khairi madaktari wasiokuwa na dini, hawana khairi mawaziri wasiokuwa na dini, hawana khairi wakuu wa mikoa wasiokuwa na dini, hawana khairi viongozi wasiokuwa na dini, hawana khairi mainjinia wasiokuwa na dini, hawana khairi wafanya biashara wasiokuwa na dini. Ndio maana mnaona maisha yamekuwa ya taabu sana, taabu sana. Ukikosea tu muumia, sababu watu hawana dini, na wasiokuwa na dini hawana khairi. Watu hawataka kusoma dini. Tujue Uislamu wetu, tuijue khairi hii ili tuifuate, kwa sababu izza yetu, heshima yetu Waislamu ipo katika dini. Mtahangaika sana. Yaani kuna watu wanaona mafanikio yao watapata kwa kushusha tanga na kupandisha tanga. Wewe shusha matanga 100, pandisha 100. Madamu wewe ni Muislamu, izza yako ipo katika dini. Izza yako haipo katika kupandisha tanga na kushusha tanga. Izza yako haipo katika demokrasia, izza yako haipo katika almania, izza yako haipo katika hadhara ya kimagharibi na utamaduni wa kimagharibi. Huko hakuna izza. Izza ni katika Uislamu. Ndugu zangu, ni tuwasomeshe watu dini, tusomeshe watu dini. Wanaofanya kazi ya taalimu wafanye kazi kikweli. Khairi ya dunia imefungwa katika ilmu an-nafi' wal amal salih, na kila mmoja ataulizwa maswali matatu au kwa jumla 4 yaum al-qiyama. Kila mmoja ataulizwa umri wake, ataulizwa ujana wake, ataulizwa ilmu yake, ameifanyia kazi vipi. Sasa kama wewe kwanza hiyo elimu huna, una swali la kwa nini hukusoma? Elimu yake ataulizwa, wa an ilmihi madha amila bih, ataulizwa elimu yake kaifanyia kazi. Sasa wewe hukusoma, kwa kwanza utaulizwa kwa nini hukusoma. Muda wa kusoma ulikuwa huna, lakini muda kukaa kutazama Yanga na Simba ulikuwa nao dakika 90 na ligi kuu imeanza. Mashughulishwa wakati wa ligi kuu, mashughulishwa wakati wa usajili, mashughulishwa hivi. Yaani ni mwaka mzima mashughulishwa vichaa. Yaani nyinyi ni vichaa, mashughulishwa na ngozi iliyotoa upepo. Vichaa. Mmekuwa vichaa, ule ni mpira, ni ngozi imetoa upepo. Ya washughulisha nyinyi. Watoa mali zenu mwaziangamiza katika ngozi. Huku dini ya Allah inahitaji, walimu wanahitaji, madaris zinahitaji, watu wanahitajia. Dini ya zenu matoa kwenye ngozi iliyotoa upepo, ikapulizwa hewa, alafu yakimbizwa na watu 22. Mjinga mkubwa wewe. Kama hiyo lugha ngumu hiyo, hebu acha huko uliko. Tunataka hizo lugha ngumu hizo muache huko uliko. Unatoa hela yako kwenye demokrasia. Unatoa billions of money katika demokrati. Mfumo wa kimagharibi kukataa dini, mfumo ambao dini hakuna, ili chama kisajiliwe kwanza kipinge dini, alafu wewe unatoa hela yako Muislamu huko. Wallahi utaulizwa katika swali linalofuata. Mtu ataulizwa mali yake, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mali kaichumia wapi, vyanzo vyako vya mali kuchuma, na umeitoa kwenye jambo gani. Utaulizwa yaum al-qiyama kabla hujanyanyua mguu wako. Jiandae mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hii dini inahitaji rijali, wanaume wenye mali wa kweli watakaotolea. Inahitaji rijali, mashekhe na maulama na maduati watakaolingania watu na kuwarudisha watu katika dini. Hii dini inahitaji rijali, rijalun la tulhihim tijaratun. Al-aya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.